Sehemu ya mbele ya meli ndiyo ikaanza kuzama polepole, huku upande wa nyuma wenyewe ukiinuliwa juu mbali. Ilipokuwa karibu ya nusu meli ishaingia kwenye maji, umeme nao ukakatika na kufanya kisa cha kukosa matumaini kizidi kutawala. Kisha ilipofika saa 8 na dakika 20 ya usiku, Titanic ambayo kwa wakati huo ilikuwa imesimama kichwa chini miguu juu, ikakatika katikati vipande viwili. Na sasa kila abiria hakuwa na ujanja, wote wakajikuta ndani ya maji ya kina kirefu. Na bahari haikuwa na huruma usiku huo. Maji yake yalikuwa ni ya baridi sana. Ilikuwa ni -2 centigrade, yani baridi zaidi ya hata freezer ya kugandisha barafu. Kwa baridi kali ya maji hayo, madaktari wanasema wengi ya watu hao walipoingia kwenye maji hawakuvuka zaidi ya dakika 1 na kufa kutokana na mshtuko wa moyo uliosababishwa na mwili kupigwa na baridi kubwa sana kwa ghafla. Na hata ambao mili yao iliweza kuvumilia na hawakufa kwa mshtuko wa moyo, nao ndani ya dakika 15 tu walizokuwa kwenye maji, wengi wao tayari wakawa wameshakufa na kuganda kabisa. Lakini wakati huo maji yalipokuwa yaking'oa roho za watu karibuni ya kila mtu, bwana mmoja ambaye alikuwa ni mpika mikate kwenye meli hiyo alikuwa akiitwa Charles Jugini. Yeye alielea kwenye maji kwa zaidi ya masaa mawili, na ulipokuja msaada wa uokozi wakamkuta yu hai kabisa. Kilichomwokoa mpika mikate Charles ilikuwa ni pombe bwana. Huyu bwana alikunywa pombe kali nyingi sana wakati meli inakaribia kupata ajali, hivyo damu yake ikawa inachemka mno, na kwa maneno yake anasema hata alipotumbukia kwenye bahari aliona wenzake wakiganda na kuwa barafu, lakini yeye hakusikia hata baridi. Kwa waliotazama movie ya Titanic, itakuwa mnakumbuka vizuri kuwa ilionyeshwa wakati meli inazama. Bendi ya kupiga mziki kwenye meli hiyo ilikuwa inaendelea kutumbuiza. Naam, ni kweli hata kwenye uhalisia ilikuwa ni hivyo hivyo. Bendi ya Titanic iliendelea kushusha burudani bwana ya vibao kadha wa kadha vya muziki, wakati watu wengine kila mtu akihaha kuinusuru nafsi yake. Ni ngumu kuamini, lakini hawa jamaa wa bendi walikumbwa na nini hakuna aliyejua, au sijui walikuwa na matumaini gani, wanalijua wao. Watu 1514 kati ya watu 2200 walikufa usiku huo, na kati ya watu hao 1514 waliokufa ziliokotwa maiti 336 tu, lakini zingine zote zilizobaki zilizama na Titanic. Watu 710 ndio waliopona kwenye ajali hiyo ya Titanic, na wote hao hakuna aliye hai sasa. Wa mwisho wao alifariki Mei 2009 akiwa na miaka 97. Huyu alikuwa ni raia wa Uingereza aliyeitwa Eliza Melvina. Wakati anapata ajali ya Titanic alikuwa ni mtoto mchanga wa miezi 2 tu. Baada ya Titanic kuzama ilipita miaka mingi sana ikiwa haijulikani masalia ya meli hiyo yako wapi katika kina kirefu cha bahari ya Atlantic. Na miaka 74 baadaye, yani mwaka 1985, ndio ikagundulika ilipoenda kutitia Titanic. Futi zaidi ya 12,500 chini ya bahari. Kuna wakati ilikuwa inawezekana kwenda chini ya bahari kutembea na kujionea mwenyewe meli hiyo ya maajabu. Lakini ilipofika mwaka 2012 safari hizo zikasitishwa kutokana na sababu mbalimbali, mojawapo ikiwa ni gharama kubwa sana ya kwenda huko. Kapteni wa meli ya Titanic anatajwa kama shujaa aliyesaidia kwa kiasi kikubwa kuokoa maisha ya watu wengi sana. Alikuwa na roho ya kipekee. Kama kiongozi wa meli alipambana kuokoa wengine mpaka dakika ya mwisho, lakini alishindwa kuunusuru uhai wake yeye mwenyewe. Maneno yake ya mwisho alisikika akisema kuambia mabaharia wake, vijana, mmefanya jukumu lenu la uokoaji na mmelifanya vizuri. Sina zaidi cha kuwaomba, sasa kila mtu ajihangaikie mwenyewe. Mnajua sheria ya bahari, kila mtu ajihangaikie mwenyewe sasa, na Mungu awabariki. Na aliyekuwa miliki wa meli ya Titanic bwana Joseph Bruce Ismay, yeye aliokolewa na boti za uokoaji walizokuwa nazo kwenye meli hiyo. Na baada ya kuzama kwa Titanic, maisha yake yote akabaki kwa mtu asiyependa kuchangamana na watu. Akaenda kuishi huko kwenye visiwa vya Ireland. Mabaharia wengine wanasema eti kuna sheria moja wanayoipenda kuifanya, na kama ingefuatwa basi labda Titanic isingezama. Inafaa ujue kuwa meli zinaposafiri huwa na tabia ya kubeba wanyama, hasa mbwa na paka, na wanyama hawa kazi yao ni kusaidia kuleta bahati nzuri kwenye safari, maana binadamu waliojaa dhambi wakisafiri peke yao, safari nzima itakuwa na mikosi. Sasa Titanic haikukumbuka kubeba hata paka, ikabeba mbwa 12, lakini kwa bahati mbaya Titanic iliua watu hadi hao mbwa wao. Wakaponea chupu-chupu tu mbwa 3.
Mtu pekee ambaye labda ndiye aliyenufaika na kuzama kwa Titanic ni bwana James Cameron, ambaye yeye alitengeneza filamu ya Titanic. Filamu ya Titanic ya James Cameron imeuza zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 4 tangu ilipotoka mwaka 1997. Ni pesa nyingi sana, kiasi kwamba kama pesa hizo wangeamua kutengeneza meli zingine kubwa kama Titanic, basi zingeweza kutengenezwa meli 11.